Wakati makombora yakiendelea kurindima katika ukanda wa Mashariki ya Kati, huku Marekani na Israeli wakishambulia Iran, nayo Iran ikijibu mapigo kwa kufanya mashambulizi ya droni na makombora, maelfu ya waandamanaji wanaopinga vita nchini Iran wameelekea kwenye ubalozi wa Marekani huko London, Uingereza. Wengi wao wanapiga kelele huku wameshikilia mabango yanayomkashifu Rais wa Marekani Donald Trump. Waandamanaji wanasema kwamba maandamano hayo sio kuunga mkono serikali ya Irani, bali ni wito wa kumaliza kile wanachokiita vitendo visivyo halali, visivyo na msingi na wala haki. Wanasema kwamba Uingereza haipaswi kufuata upuuzi wa viongozi wa Marekani na kwamba hakuna msingi wowote wa kushambulia ili kuleta mabadiliko ya serikali. Hayo yanajiri wakati huu Rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Marekani inaendelea kufanya vizuri katika operesheni zake dhidi ya Iran. Katika hotuba yake, alisema majeshi ya Marekani yamefanikiwa kuharibu meli 42 za kijeshi za Iran ndani ya siku 3. Trump alieleza kuwa mafanikio hayo yametokana na nguvu na uwezo mkubwa wa majeshi ya Marekani. Katika hotuba hiyo, Trump pia alizungumzia askari wa Marekani waliopoteza maisha katika mapigano hayo. Alisema mara tu baada ya hotuba hiyo angeenda kukutana na familia za wanajeshi hao waliofia vitani ili kutoa rambirambi na heshima kwa mchango wao kwa taifa. Wakati hayo yakichomoza, balozi wa Iran nchini Uingereza Said Ali Mousavi ameliambia BBC kwamba Iran itaendelea kujilinda dhidi ya Marekani na Israeli ikiwa nchi hizo zitaendelea na uchokozi. Katika mahojiano maalum na BBC, balozi Mousavi aliulizwa iwapo Iran itakomesha mashambulizi yake dhidi ya kambi za kijeshi katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati. Alijibu kwa kusema kuwa kuna utayari kutoka upande wa Iran kutokushambulia majirani zake. Kauli hiyo inakuja wakati huu Rais wa Iran akiomba radhi na kuahidi kutokushambulia mataifa jirani. Balozi huyo amesema sera ya nchi yake ni kujilinda. Aidha, ameongeza kusema kuwa, na hapa namnukuu, inategemea na hatua za Wamarekani na mamlaka ya Israeli. Ikiwa uchokozi utaendelea, bila shaka tutajilinda. Na ikiwa wanataka kutumia vituo hivi vya kijeshi, ingawa hatutaki kufanya hivyo, hakuna shaka tutajilinda ipasavyo. Anasema kwamba vituo, mali au vifaa vinavyolenga Irani vitachukuliwa kuwa maeneo halali ya kulengwa. Mwisho wa kumnukuu. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.